Uh, walikuwa wanahitaji wachezaji wengi Salim Tambuka, lakini tunaangalia kikosi kilivyo. Unajua Simba ni miongoni mwa timu ambazo kwenye dirisha kubwa la usajili waliacha wachezaji wengi kweli kweli, na waliacha wachezaji wengi kwa sababu kocha ambaye aliyokuwepo kipindi hiko Fadlu Davis aliamini kwamba wale wachezaji sio sehemu ya mpango wake, kwa hiyo akawa anahitaji wachezaji wengine ambao walisajiliwa kwenye dirisha kubwa la usajili. Wale wachezaji waliosajiliwa kwenye dirisha kubwa la usajili ni wachezaji ambao Fadlu Davis alikuwa anaamini kwamba watamfanya kuitoa Simba pale ilipoishia msimu uliopita kwenda kwenye msimu huu hapa, na wakampa kitu kilichokuwa bora ambacho mashabiki na wanachama na wapenzi wa Simba walikuwa wanahitaji kukipata kutoka kwake. Lakini isipokuwa bahati, kocha alikuja akaondoka, akaja kocha mwingine ambaye ndiye Dibeta Pantev. Yeye hakusajili mchezaji yote yule, lakini wale aliowakuta aliwahitaji kuwatumia na alianza kuitengeneza Simba kuwa vile ambavyo pengine watu wanahitaji kuwa, lakini viongozi wakaona kwamba ni kocha hatoshi. Kwanza alikuwa hakizi kusimama kwenye touchline, wakaja wakaachana naye, Anseni wakaenda kumtafuta kocha mwingine ambaye ni Steve Barker. Steve Barker akakuta wachezaji ambao pia hajafanya nao kazi. Kwanza kulikuwa na wale ambao walikuwepo kwa misimu mitatu minne nyuma, lakini wapo ambao waliingia kwenye dirisha kubwa la usajili. Wote hao walitakiwa kuwatumia ili kutengeneza timu ambayo ilikuwa iko bora, lakini pia yeye akadimandi wachezaji wengine, ndio hao ambao tunawaona. Hawa ambao tunaona sasa hivi ni mahitaji ya mwalimu kwenye kuboresha kile ambacho amekikuta. Kwa hiyo wana kazi kubwa ya kuweza kuwachanganya kwanza wale wachezaji ambao walikuwepo kwa muda mrefu Simba, hawa ambao walisajiliwa kwenye dirisha kubwa la usajili hawajatumika, na hawa ambao mwalimu amewasajili. Kwa hiyo ni kusema kwamba walikuwa wanahitaji wachezaji wengi, nitakwambia no. Nitakwambia walikuwa wanahitaji wachezaji wachache ambao wana hiyo quality ya kwenda kuisaidia Simba kutoka ilipo kwenda sehemu nyingine. Kocha kawahitaji hao, kamhitaji Ismail ambaye ni defender na tumeona Karabucha maana anaondoka, lakini pia wakaenda kumsajili Libase Gwe, not Pape, I mean Libase Gwe yuko pale ameongezeka. Pia umeenda kumsajili goalkeeper Tanji, hiyo unaielewa, ilikuwa ni pushing factor. Alikuwa ni mchezaji ambaye lazima kuwepo kwa sababu Kamara hayupo, yeye ana injury ya muda mrefu na Simba haiwezi kwenda kwenye michuano huku Yakubu akiwa ameumia, lakini pia Hussein Aberi atoshi peke yake. Kwa hiyo ulikuwa ni usajili wa lazima, lakini wengine pia tumeona jinsi Ahoua ameuzwa, kwa walikuwa wanahitaji namba 10 mwingine. Tunafahamu Chama ni top namba 10, lakini hawezi kukupa ule ubora kwenye mechi 10 mfululizo ambazo atahitaji kucheza dakika 90. Morris Abraham yuko pale hata namba 10, anaweza akacheza kama box to box, lakini pia walikuwa wanahitaji quality ya mchezaji mwingine. Ndio huyu sasa Ino Loemba ambaye amekuja. Huyu ni namba 10 ambaye bado ni bwana mdogo, miaka 21 22 humo. Alikuwa anacheza kwenye club moja kule Cameroon, lakini ni raia wa Congo Brazzaville. Ni mchezaji mzuri ambaye ana potential kuwa mchezaji bora zaidi kwenye eneo lake. Kwa hiyo hii potential aliyochukua na age yake, unaona Simba wanahitaji kumdevelop huyo mchezaji ili kuwa bora zaidi alivyo sasa hivi. Nitakwambia ni mzuri kwenye kupiga mipira iliyokufa, ni mzuri kwenye kupiga pasi lakini ni aina washambuliaji ambao wako slow wakiwa kwenye eneo la kiungo. Kwa hiyo wamefanya ongezeko la mchezaji mzuri ambaye ataweza kwenda kuongeza kitu na kuleta ushindani kwenye lile eneo la namba 10. Hili ni chaguo la mashabiki pengine, kwa sababu wakati Jeruti anatangaza, wakati anatoa mkataba alisema atasajili mchezaji ambaye wana Simba wao wanamtaka. Haliwezi kuwa chaguo la mashabiki kwa sababu mashabiki wengi hawamjui mchezaji. Hili ni chaguo la kocha ambaye amezingatia kiufundi, lakini pia mashabiki wanaweza kumtaka mchezaji yote yule. Kwani ingekuwa chaguo la mashabiki wangemtaka Imam Ashur, ni mchezaji wa Afrika, wangempata? Sijui unanielewa. Hiyo kauli haikuwa sawa. Mashabiki wanaweza kumtaka mchezaji yote yule, lakini je, kwenye mfumo wa mwalimu unafaa? Sijui unanielewa. Kwani wewe mfano nataka nikwambie kitu kimoja. Wazazi wako wewe wakikwambia kwamba wanaweza kukuchagulia mwanaume yote yule, si ndio? Wao, je, kuona mtu akachaguliwa na wazazi mchumba? Lakini anayepima kwamba huyo mtu ananifaa ni nani? Mimi mwenyewe. Wewe mwenyewe, si ndio? Kwa hiyo mashabiki wanaweza kawa na demand kumpata mchezaji yote yule, si ndio? Lakini kocha kiufundi, huyo mchezaji anafaa kwenye mpango wake, anafiti? Sijui unanielewa. Kwa the end of the day mimi nilikuwa nahitaji kusikia, na amebadilisha hiyo kauli kwamba hili ni chaguo la kocha kutokana na hitaji la kiufundi. Kwa hiyo huyu anayekuja, kwa sababu mimi nitakwambia Faisal Simba alikuwa ni chaguo la mashabiki, wamempata? Hapana, hawajampata. Kwa hiyo aliyekuja sasa hivi ni chaguo la kocha. Kwa maana hivyo
imekuwa vice versa. Na ndio hiki ndio kitu cha msingi hiki. Yaani kocha si ndio anafanya nao kazi. Kwani kuna shabiki anaendaga mazoezini kupanga kikosi? Hapana. Yes, ni benchi la ufundi ndio linaona kwamba huyu mchezaji anafaa au hatufai. Kikubwa mashabiki wanahitaji kupata matokeo tu ya ushindi. Wanataka kuona timu yao ikiwa perform. Lakini timu ina perform vipi, mwenye jukumu la kuitengeneza hiyo timu ambayo itaenda kuperform au itaenda kushindana na kutoa mataji ni kocha na benchi lake la ufundi. Ni pengine ni wakati sasa hivi Simba wakatafuta mkurugenzi wa ufundi, pengine kuacha kutegemea makocha kusajili wachezaji. Na viongozi wanasajili sana. Unaelewa? Mimi nafikiri ifike hatua mpira ndio unatuhitaji kutupeleka huko. Tumefika huko kuwa na technical director. Unajua technical director anakuwepo kwa ajili ya timu. Sawa? Technical director anachora plan kutokana na timu inahitaji nini. Unaelewa? Timu inajua, technical director anajua kwamba timu yetu, let's say falsafa yetu sisi ni kumiliki mpira, possession football. Lakini pia let's say atakwambia kwamba falsafa yetu ni direct football, si ndio? Sasa technical director akishirikiana na kocha pamoja na viongozi, kwanza yeye ataenda kumleta kocha ambaye anaendana na kile ambacho klabu inakihusudu. Unaelewa? Lakini pia hata kocha akija, watashauriana na technical director kwamba kwa timu yetu ilivyo, mchezaji fulani huyu anatufaa, utamtumia kwenye haya mazingira. Lakini haya mambo ya kumwachia kocha au viongozi pekee waende wafanye usajili, wakati mwingine unamleta kocha mwingine ambaye haendani na mchezaji ambaye wewe unaamini kwamba alikuwa ni mchezaji muhimu. Ndio kinachowakosi hivi sasa Simba. Of course. Ulishawahi kusikia kuna kipindi Robertinho aliambia kwamba yeye ndo anatakiwa aingie kwenye mfumo wa chama na sio chama kuingia kwenye mfumo wa timu. Sijui unaelewa? Kwa hiyo mwisho tunahitaji kuwa na hao technical director ambao pia wanasaidia vilabu hivi kwa kiasi kikubwa kwenye mazingira ya usajili. Kwa sababu yeye anakuwepo pale kulinda maslahi ya klabu. Kama klabu inaamini kwenye kumiliki mpira, maana hata kocha ambaye tutaenda kumleta anatakiwa awe kocha ambaye anafundisha umiliki wa mpira, possession football. Maana huyo kocha akija atafanya kazi, hata wachezaji ambao wataenda kusajiliwa au suggestion ambayo mwalimu ataitoa watakuwa ni wachezaji ambao wanaendana na falsafa nini ya timu. Kwa hiyo ufanyaji wa kazi unakuwa iko simple. Leo Simba wana kibarua mbele ya Mashujaa ambao wametoka kupoteza goli 6 dhidi ya Young Africans. Leo tena Simba ana kibarua kigumu baada ya kusare na Mtibwa Sugar. Pengine mchezo huu unakwenda kutoa taswira gani? Simba anahitaji Mashujaa ndo wana kibarua kizito cha kwenda kucheza na Simba bwana. Simba huu ni mchezo, unaweza kuwa ni mchezo rahisi kwake, lakini pia unaweza kuwa ni mchezo mgumu kutokana na mentality ambayo utamka nayo. Kwanza ni turning point kwao. Mchezo uliopita Simba walitoa sare dhidi ya Mtibwa Sugar. Tutawashangaa pia mashabiki, wachezaji wa Simba kama hii mechi pia wataenda kuicheza kawaida. Wanahitaji kwenda kuwapa watu mwanga au kutengeneza hayo mazingira kuelekea mechi inayofuata. Unajua Simba wana uhakika wa kupata ubingwa pengine wa ligi kuu kuliko kushinda ubingwa wa klabu bingwa barani Afrika. Sijui unaelewa? Yaani wana uhakika wa kupambania ubingwa wakashinda kuliko kwenda kupambania ubingwa wa klabu bingwa wakashinda kutokana na kikosi alichokuwa nacho na uhalisia unawakataa. Kwa hiyo kama nyinyi focus yenu ni kuanza mchezo wa Jumapili wa Jumamosi pengine wanacheza Jumapili, si ndio? Maana yake mkipoteza huko ambako mna uhakika watu watawashangaa. So commitment ya wachezaji na pushing factor yao inatakiwa kuwa leo kuenda kutana kupata matokeo ya alama 3 dhidi ya Mashujaa, kitu ambacho kitawatengenezea wachezaji morali ya kwenda kupambana dhidi ya mechi iliyopo mbele yao ya weekend. Tunatakiwa tuione, yani ukifungwa leo maana yake wewe unatutisha kuelekea kwenye mchezo wa Jumapili. Simba wanatakiwa kushinda leo dhidi ya Mashujaa. Hakunaga mechi ambayo imewahi kuwa rahisi Simba kukutana na Mashujaa. Sababu Mashujaa wanajitoa kweli kweli, commitment ya wachezaji wao inakuwa ni fantastic. Lakini leo Simba quality waliokuwa nayo wachezaji mmoja wanatakiwa kwenda kuwa outshine Mashujaa na kuweza kupata alama 3. Mimi nitawashangaa Simba akifungwa leo wakitoa sare. Wanatakiwa kushinda leo ili pia kutengeneza hiyo morali na hali kuona kwamba wameanza kugeni momentum kuelekea mchezo wa Jumapili. Maigizo mapya kuelekea mchezo wa Jumapili unaona yakiwasaidia au kuwanufaisha Simba? Yanatakiwa yaanze leo hayo maigizo mapya ambayo yatapata nafasi. Tuwaone. Yaani huwezi tu kwa wachezaji alafu kwa wasubiria kwenye unakuwa kama unangoza sikukuu bwana. Yaani kwamba hizo vai mpaka sikukuu. Kwa maana hivyo hata aliyesajiliwa jana anatakiwa kucheza leo. Sidhani, kwa sababu kuna mambo ya vibali na nini mpaka vije vikamilike.
lakini kama akaingia jana, ni mchezaji amefika hapa, mpeni time. Wachezaji hawa waliokuwepo wanaweza kwenda kupata ushindi dhidi ya Mashujaa. Libase tumemshuhudia kwenye mchezo dhidi ya Esperance. Pengine ni kama anaendana na mfumo wa kocha. Anaweza kaanza pia, ni mchezaji mzuri, tuliona alipoingia anajaribu kudeliver, anacheza kama winga tena modern winga, ni mchezaji mzuri na tuliwahi kuzungumza kama atapewa time ya kutosha kweli atakuwa ni miongoni mwa watu ambao wanaweza wakasaidia Simba, kwa sababu Simba hivi karibuni walikuwa na changamoto ya performance kwa mawinga wao. Mpanzu kawaida, Kibu Denis kawaida, Baya Bili in and out. Kwa hiyo walikuwa wanahitaji winga ambaye anaweza kwenda ku add value kwenye kikosi cha Simba, na Libase Gueye ameonyesha uhai kwenye ile mechi ya kwanza. Tunahitaji kumuona kwenye mechi nyingi zaidi akiwa anaonyesha huo ubora. Fantastic game alikuwa nayo ile. Fantastic game alikuwa nayo. Game yake ya mwanzo hajakaa na timu kwa muda mrefu, lakini ameenda kutuonyesha kitu cha tofauti. So I believe hata leo pia atakuwepo langoni kujaribu kutengeneza hiyo confidence na kuzidi kuzoeana na wachezaji ambao wanafanya kazi. Uwepo wa Chama, Nixon Kibabage. Chama anapaswa kuanza leo. Why not? Tupangie kikosi. Yaani kwa nini asianze? Kikosi ambacho natamani kukiona mwalimu akipanga leo. Wachezaji wako wengi na let's say I don't know, mwalimu ataamua unajua Simba bado haijawa na first 11 ambayo inatabirika kwa sababu mwalimu anajaribu kutengeneza anajaribu kuitengeneza timu yake, lakini unahisi tu pengine kwenye eneo la namba kwenye eneo la goalkeeper Tanji ataanza yule goalkeeper mpya fullback, maana yake unatarajia kumuona Kapombe anaweza akacheza leo huko, anaweza akacheza Kibabage kwa maana ya kushoto, center back wawili unaweza kumuona Nangu pamoja na Rushan Deruk kwenye eneo la kiungo cha chini, unaweza kumuona anacheza Kagoma kama namba 6, and then namba 8 unaweza kumchezesha Nabi Kamara akacheza kama namba 8, namba 10 unaweza kumchezesha Chama au Morris Abraham, wote wawili, mmoja anaweza kaanza fullback pembeni, mawinga unaweza kaanza na Libase Gueye kwa sababu alianza kutupa mwanya huku, Mpanzu atarudi kama kawaida, and then namba 10 unatarajia kumuona Soa kafungiwe, mwalimu anaweza kaanza kwenye ile eneo ya. Yes, kwa hiyo ni prediction yangu ya kikosi ambacho kitaanza. Shukrani sana, hiyo zungumza mengi zaidi baada ya game kuisha. Karibu, afu unanipigia bwana. Usijali.